Unajua mimi muda mwingine huwaga nasemaga tu moja kwa moja kwamba huu ni uzembe wa wanandoa wenyewe. Yaani huu ni uzembe wa baba na mama. Imagine mtu toka ujauzito una mwezi wa kwanza, unaenda wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, mpaka wa tisa, mpaka anajifungua. Bado anajua kabisa katika sehemu zake za siri kuna changamoto, lakini hataki kuitibia, hataki kuhangaika, yani tu amerelax, ameona kwamba ni hali ya kawaida. Hii hali huwa inatokea sana wajawazito wengi sana sasa hivi. Yani unakuta tokea mimba ina mwezi wa kwanza, ana vipele katika sehemu zake za siri, ana vinyama katika sehemu zake za siri, anavipuuza. Alafu baada ya kujifungua sasa, kajifungua mtoto, unakuta kwenye korodani za mtoto kuna hivyo vinyamanyama, ama kwenye sehemu mbalimbali za mwili za mtoto kunakuwa unayo mapele yanakuwa yanatoa maji, anaanza kujilaumu. Hivi hali imekuwa, anaanza kufikiria kwamba hii changamoto imetokea wapi? Kumbe alikuwa na muda sahihi wa kutibia, lakini alipuuza. Sasa mimi muda mwingine huwa natemu sana kama ni uzembe wa wanandoa wenyewe. Sasa kama wewe ni mmoja wapo ambaye una hiyo hali huwa unaipitia, maana yake na wewe unaweza kuja kuwa mzembe baadaye kwa kuhatarisha afya ya mtoto wako kama utaendelea kubaki na hiyo changamoto moja kwa moja. Alafu uzuri ni kwamba changamoto zinatibika. Kwa ni wewe tu kufanya maamuzi sahihi na kuanza matibabu. Kuhakikisha usiwe mzembe wa baadaye.